Habari za muda huu mabibi na mabwana, popote unaponisikiliza, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumapili tarehe 5 mwezi wa 10 2025. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo, kitu kisitotarajiwa leo kinaweza kuathiri kazi yako au mtazamo wako kwa kazi yako. Unaweza kujisikia kutengwa, mabadiliko ya ghafla yanaweza kuathiri shughuli zako, inaweza kuwa chochote. Kumbuka hii ni siku inayokabiliwa na ajali kwa mnyama wako, kwa hivyo kuwa macho. Hata hivyo, shughuli za kikundi hubarikiwa zaidi. Masuala ya kifedha ni wastani leo. Upande wa mapenzi pia mzuri. Kaa mbali na wachochezi na wala usifanye kuwa marafiki zako. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Punda Taurus, ikiwa kama mzazi unapaswa kuwa macho kuhusu watoto wako, unaweza kuyakabili mashaka ya wengine leo. Ujasiri utakuvaa mwilini. Upande wa afya ni njema kabisa. Masuala ya kifedha utaingiza kitu kiasi ila hakitakutosheleza. Gharama za ukitakacho zitakuwa juu. Cha kusitisha au utakuwa na furaha sana leo toka uamkapo, na baadhi ya majambo utafanya ndivyo sivyo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mapacha, ratiba yako ya nyumbani inaweza kukatizwa leo. Vifaa vidogo vinaweza kuharibika au kuvunjika. Mtu asiyetarajiwa anaweza kubisha hodi mlango wako. Hata hivyo, vikusanyiko vya kufurahisha nyumbani kwako vitakuletea shangwe. Hifadhi friji kwa sababu wageni wako usiotarajia wanaweza kutokea. Upande wa afya leo hautakuwa sawa kama siku za nyuma. Homa ndogo ndogo zitakunyong'onyesha rafiki. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa au Kansa, fanya urafiki na akaunti yako ya benki leo ili kuhakikisha kuwa unajua kinachoendelea, kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kuathiri mali zako au kitu cha kufanya na urithi, mali ya pamoja na deni. Kaa juu ya hili. Wakati huo upepo mdogo unaweza kuja njia yako. Mtu anaweza tu kukutumaini. Utatingwa na mengi leo. Baadhi ya vitu utavidogosha kwa maslahi yako. Shaka na wasiwasi wako utakutawala. Ondoa. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, unaweza kukutana na watu wapya, kuona maeneo mapya au kupata uzoefu usio kawaida. Kwa bahati nzuri uko katika hali nzuri ya akili na uko tayari kufurahia nyakati nzuri pamoja na wengine. Utaweza kuepukana na jambo linalotatiza na hata kukuingizia katika majanga. Utakuwa na fikra chanya kwa kuwajali wengine leo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni siku ngumu, inahusiana na fedha na mali yako mwenyewe. Unaweza kuongeza mapato yako au unaweza kupokea malipo kidogo, lakini mshangao huu unaweza kuwa mbaya au chanya. Kwa hiyo weka macho yako wazi ili kujilinda dhidi ya hasara au uharibifu. Unachoingiza ni wastani, unachotakiwa ni kushukuru na si kufuja matumizi. Utaokoa baadhi ya hasara kwa ushauri au usimamizi ulio madhubuti. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni siku ya kujisikia raha, ndio sababu utafurahia kwa pamoja na wengine. Ushawishi unaweza kujikuta kuingia katika mtego wa muda mrefu. Utafanikiwa katika mauzo. Hata hivyo, pia unahisi kujitegemea na kuasi. Epuka mabishano na watu wenye mamlaka dhidi yako. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, jilinde dhidi ya kukurupuka, kufikiria hitimisho la haraka leo, haswa kwa sababu unajihisi huru hata mwasi. Ni kweli kwamba una hamu kubwa ambayo inasisimua zaidi. Unafanya hisia zilizo na maono ya ukweli. Chukua hatua kwa uangalifu. Huenda ukaingiza pesa usipotarajia. Hii itakupa nguvu kufanya jambo, ila utasahau ulichokipanga. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, kuna kipengele cha kusisimua hadi leo kwa sababu unataka kufanya kitu tofauti. Uko tayari kwa matukio. Kwa kweli adventure ndiyo hasa inaweza kutokea, kwa sababu ushawishi ambao ni wa kushangaza na usiotarajiwa pia upo. Kwa hivyo kuwa makini na kile kinachotokea karibu na wewe. Baadhi ya rangi zitakuvutia leo. Matarajio ya kitu kutoka kwa mtu ni hafifu. Utamlaumu mtu fulani kwa kutowajibika ipasavyo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, hii ni siku nzuri ya kukutana na wengine katika mpangilio wa kikundi, mikutano, makongamano na madarasa yatakuwa maingiliano yenye mafanikio kwako. Unaweza kukutana na mtu asiye wa kawaida au mtu unayemjua anaweza kufanya jambo ambalo litakushangaza. Kuwa tayari. Kaa mkao wa kula. Si aghlabu kutokea, ila utakabiliana na mtu ambaye hakudhoofisha au unapatwa na uoga umuonapo.
baada ya masaa 4 kupotea leo kutakuwa sawa kifikra. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, utakuwa na ushawishi kushughulika na wakubwa na watu wenye mamlaka leo. Haswa utafanikiwa kushughulika na vikundi na watu tofauti. Hata hivyo, jambo lisilotarajiwa linaweza kutokea. Usikimbilie hitimisho ya jambo, but anza awali. Angalia ukweli wako mara 2 kabla ya kuchukua hatua. Shauku ya kuitwa katika jambo jipya litakupa mwanga mzuri wa kuona kesho yako. Masuala ya kifedha si mabaya, ila utatoa zaidi kuliko kuingiza. Na tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, unahisi mchangamfu na mkarimu kwa wengine, ndio sababu utafurahia kuzungumza na mwenzako, marafiki wa karibu na wanachama wa umma kwa ujumla. Walakini mtu asiye na rangi ya samawati anaweza kukurushia mpira, ikiwa na maana kukusingizia jambo. Kuwa tayari kwa hili. Chochote kinachotokea kinaweza kukulazimisha kubadilisha mipango yako hafla. Nafsi ya kwa nini mimi itakutawala. Na tuendelee katika upande wa kuchambua ya chumvi ya mawe na faida zake. Mchanganyiko wa chumvi ya mawe, tunazo signs za fire, hewa, maji na udongo kwa bei ya 11,000 tu. Dunia imebadilika sana, wengi tunakumbana na chuki, tabu za kila aina, dhiki na matatizo ya kila aina, na haya yanasababishwa na sisi wenyewe wanadamu. Chumvi ya mawe ni suluhisho. Tumia kuoga asubuhi na jioni, ndani ya siku 7 utapata majibu ya chochote ukitakacho haraka sana. Na pia unaweka katika kila pembe ya nyumba kwa wanaosumbuliwa na uchawi. Ukichanganya katika maji ya kuoga, itasafisha mwili na kuondoa vifungo na hata kuwa na mvuto wa ajabu. Kuwa nayo kuweka kwenye pochi kidogo itasaidia kuepukana na husda na macho mabaya ya ulimwengu na hata kukabiliwa maneno yako. Ukiweka katika hela zako, huenda ukapata maradufu na hata chuma uleti kukaa mbali nawe. Ukimwogesha mtoto wako anayesoma, ukichanganya mafuta fulani na kombe lake, basi atakuwa na ufahamu wa ajabu. Ukichoma kwa wenye changamoto ya mahusiano, basi utapata mwangaza fulani. Faida zake ni nyingi sana, na kwetu utaipata kwa 11,000 tu. Tuje katika upande wa gurudumu letu. Kama kawaida, tunazungusha gurudumu letu kwa kuangalia na muda wa bahati kwa siku ya leo. Kama kawaida, tukianza na upande wa nyota ya punda, muda wako mzuri leo ni saa 10 mpaka saa 12. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri leo ni saa 6 hadi saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni saa 5 hadi saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, muda wako mzuri leo ni saa 3 mpaka saa 6. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni saa 2 mpaka saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 mpaka saa 6 mchana. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 mpaka saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri ni kuanzia saa 8 hadi saa 9. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 mpaka saa 7 mchana. Ulikuwa nami Saadil Habshi, na bye bye.